Walimiminika makanisani kusherehekea Pasaka, sherehe ambayo ni maadhimisho ya kufufuka kwa Yesu baada ya kuteswa na kuuawa miaka 2000 iliyopita. Jijini Nairobi, maelfu ya Wakristo walijumuika katika makanisa tofauti kuadhimisha siku hii. Viongozi wa kidini wakitumia fursa hiyo kuhubiri ujumbe wa amani, utangamano na matumaini. Ni Jumapili ambayo ilishuhudia Wakristo wengi wakimiminika makanisani katika maeneo mbalimbali kuadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo katika sherehe za Pasaka ambazo kama kawaida huadhimishwa kila mwaka. Katika kanisa la Holy Family Minor Basilica, askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Nairobi Philip Anyolo aliongoza misa ya Jumapili ya Pasaka na kuhubiri ujumbe wa upendo, utangamano na matumaini. Ujumbe ambao vilevile ulitolewa na askofu mkuu wa jimbo la Nyeri Anton Muheria. We have seen even in our country where people pretend to be God. People want God's spaces, demand God's spaces, and instead, just like Kaiser, like Herod, they demand to crush God. But no, God is not crushed. Jesus rises. So it's a hope, and it's a moment of conversion from the top to the least. Askofu Muheria aidha ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa nchini kutumia kipindi hiki cha Pasaka kutafakari kuhusu mienendo yao ya kisiasa, hasa baada ya kushindwa kutimiza matarajio ya wapiga kura katika nyanja mbalimbali miaka 4 baada yao kuingia afisini. Even though our leadership may have disappointed us, even though we've seen the very lowest level in a lot of our leadership, that there is hope, that God can change, that they can be touched, that we can dare pray and change the direction of our nation. Na katika kaunti ya Mombasa, askofu mkuu wa jimbo la Mombasa Martin Kivuva amewataka Wakenya kuomba kujaliwa hekima ili wawachague viongozi wanaofaa watakaposhiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwaka ujao uchaguzi, tujipange kwa maisha ya kutambuana. Sisi si kabila hii au kabila ile, sisi ni Wakenya, na tuchukue jukumu la kuwa kwamba kama Wakenya tuombee kupata uongozi na namna wa viongozi wanavyoweza kushauriana na wenzao na kufanya yanayohitajika. Amewahimiza viongozi walioko mamlakani kuvua joho la uheshimiwa na kuwa watumishi kama Yesu Kristo ambaye amefufuka Jumapili ya leo. Katika misa hii leo tunaposali leo, tunakumbuka jinsi kujitolea kwa Yesu kulivyo, kwamba wewe kama kiongozi umeteuliwa, umechaguliwa. Kumbuka unasukumwa na sura ya Yesu kuwa mtumishi ambaye anaosha wenzake miguu. Askofu huyo mkuu ametoa wito kwa madereva nchini kuwa waangalifu zaidi barabarani ili kuokoa maisha ya wasafiri barabarani. Tumeona katika nyakati kama hizi kunatokea hali za ajali nyingi za usafiri. Katika usafiri, madereva na wale wote mnaohusiana na magari ya usafiri wa umma, tuweze kuwa waangalifu, tuweze kushikiliana na kusafirishana kwa amani. Caro Christopher, Undugu TV.